ulimwenguni, mstari wa 14. Kwa hiyo hii ndio demonstration kwamba ninaposema ufalme wa Mungu umekaribia, hizo ndio dalili za maisha ambayo wangeyatarajia katika nini? Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hata Yesu alipokuja kuintroduce sasa somo la kwamba uzeni vitu vyenu, walielewa kwamba hata tukiuza tukienda kwa Bwana Yesu hamna shida. Huyu alitulisha sio mara moja, zaidi ya mara moja. Maelfu walilishwa. Haleluya. Wangapi tunaenda pamoja? Na kwa sababu hiyo sasa alipowaambia, alipotaka sasa kwa hiyo ndio sababu sasa Yesu alipoanza kuchagua mitume kwa ajili ya kumsaidia kazi. Sehemu nyingine maandiko anasema akawatuma waende kule ambako yeye alikusudia kufanya nini? Kwenda. Maana yake ndio kazi, kwa sababu asingeweza kwenda sehemu zote. Mitume wengi ambao aliwachagua walikuwa na kazi zao. Kwa hiyo kazi ya kwanza, kitu cha kwanza, Yesu alipowakuta wako kwenye kazi zao akawaambia acheni kazi. Haleluya. Wangapi wanaanza kuelewa ninachokisema sasa? Akawaambia acheni, kwa sababu wanakuja kwenye mission, wanakuja kwenye huduma ambayo sasa wao ni watu wa thamani kubwa kuliko ndege wa angani. Hawatakuwa na hofu kwamba tutakula nini tusipofanya kazi. Na Yesu akawaonyesha kwamba ninaweza kuwalisha pasipo ninyi kufanya kazi. Akawalisha mikate michache ikazidishwa, wakala watu 5,000 na kusaza vikapu 12. Samaki 2 wakazidishwa, wakala watu. Kwa hiyo watu wakisha kuamini kwa kiwango hicho, hata ukimwambia acha nifuate, hata kuwa na hofu, kwa sababu alilishwa. Oh, haleluya. Praise the Lord. Mathayo sura ya 4 mstari ule wa 17 hadi wa 22. Tuone sasa watumishi wa Mungu wanavyopatikana. Napoeleza watumishi hapa walikuwa ni mitume sasa. Amen. Kama ambavyo nyakati hizi wako mitume, manabii, wachungaji, walimu na kadhalika, isipokuwa makuhani, kama ambavyo tulivyosoma Jumapili, tulivyojifunza Jumapili iliyopita, kwa sababu huduma ya ukuhani katika majira ya neema imefanya nini? Imeondolewa. Na kwa kuondolewa kwake, maana yake wapokea zaka pia wameondolewa, kwa sababu zaka ilikuwa lazima ipokelewe na kuhani. Haleluya. Ukihitaji zaidi utapata somo la Jumapili iliyopita kwa undani. Kwa hiyo Mathayo sura ya 4 mstari kuanzia ule wa 17, Yesu anateua hapa. Tutaona kwa nini anawaambia acheni, kwa sababu anajua anawaita kwenye huduma ya aina gani. Tunaenda pamoja kanisa? Kama unaamini sema amina kwa sauti kubwa. Haleluya. Kuanzia mstari wa 17 anasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Hiyo ndio message yake. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Na ufalme wa mbinguni ulihusisha maisha aina hiyo. Maisha ambayo unapewa. Yaani ni zaidi ya ndege, sio kama ndege wa angani. Ni zaidi ya ndege wa, maana aliuliza, je, ninyi si mna thamani kuliko wao? Mna thamani kuliko? Kama amewalisha wenye thamani ndogo kuliko ninyi, ataweza kuwalisha ninyi zaidi. Haleluya. Pasipo kuhifadhi ghalani. Haleluya. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Mstari wa 19 akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mstari wa 20, mara wakaziacha nyavu zao,
wakamfuata. Ndio maana wengi utasikia, mchungaji, huwezi kufanya kazi. Petro, tena mtu ana kazi za uso kabisa. Petro, Yesu alipomwambia acha nifuate, akaacha. Wewe mchungaji, unakutwa labda unafanya kazi benki, Mungu amekuita, kiambiwa acha kazi unashindwa, unathamini sana vitu vya dunia. Hawa waliacha kwa sababu ya aina ya huduma ambayo Yesu alikwenda kuifanya nini? Kuestablish. Ilikuwa ni huduma ya ufalme wa Mungu wapi? Duniani, ambayo ilihusisha ishara, miujiza, na miongoni mwao ni kula na kufanya nini? Na hata walipotindikiwa wakati ule wa harusi ya Kana wakanywa. Kwa hiyo ikatengenezwa divai miraculously, wazungu wanaita. Yaani ilitengenezwa divai kwa nini? Kwa miujiza, watu wakanywa. Haya ndio maisha ya ufalme. Kwa hiyo hata wakaacha, waliacha kwa sababu hiyo. Na leo tunataka kuona, je, hao wanaowahukumu wengine kwamba Mungu anakwambia uingie katika huduma, utumishi wake, wewe unang'ang'ania kazi yako, je, majira haya Mungu anataka tuache kazi au la? Tutajifunza leo. Endelea kufuatana nami. Haleluya. Tuko mstari wa ngapi pale? Anasema mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Kwa hiyo Petro na nduguye, haya mstari wa 21, akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo na nani? Na Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwemo chomboni pamoja na Zebedayo nduguye, ambao walikuwemo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao. Wakazitengeneza nyavu zao, akawaita mara wakakiacha chombo na baba yao, wakafanya nini? Wakamfuata Yesu. Kwa hiyo mtu anajenga fundisho hapa. Swala sio kuacha kazi, unaacha na baba. Unaacha na nani? Na baba. Ujui ni huduma gani hiyo? Praise the Lord. Hallelujah. Wakaacha. Na Yesu kwa nini anawaambia waache? Kwa sababu anajua anawaita kwenye huduma ya aina gani? Huduma ya ufalme wa Mungu wapi? Duniani. Kwamba kama walitegemea samaki kuuza ili wapate riziki yao, huku wanamhitaji Mungu aliye hai. Haleluya. Kwamba Mungu atawalisha kama ambavyo anavyolisha ndege wa angani. Amen. Na kwa sababu hiyo sasa, hata wakati wa huduma yake Yesu sasa aliweza kuambia watu wauze vitu. Mnaanza kuelewa sasa. Kwa hiyo kwa nini wauze? Kwa sababu maisha hayo ya ufalme, ambayo kama wangeiamini injili ya ufalme, haya ndio yangekuwa maisha. Wangeishi pasipo kuhitaji kufanya kazi. Wangeishi, I think you understand. Hallelujah. Nadhani tunaenda hatua kwa hatua sasa. Luka sura ya 18 mstari wa 22. Tuanzie Luka sura ya 12. Sasa leo unamwambia mtu, je, uliwahi kuuza vyote kwa ajili ya Bwana? Huduma gani unahudumu? Hiyo ndio muhimu kujua. Na zaidi sana hao wote walikuwa Wayahudi. Huku hatutaki kwenda sana. Wote walikuwa ni, tulijifunza kwenye hadhira ile ambayo Yesu alihudumu. Luka sura ya 12 mstari wa 22 anasema, akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Unaona sasa, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa. Ndio maisha kwenye ufalme, miraculous life. Ndio tunataka kuona, je, utumishi katika majira haya ya neema baada ya Yesu kufa na kufufuka, injili bado ni ile ile, msisumbukie mtakula nini na wala mtavaa nini. Tutaona leo. Ndio maana ni muhimu kuendelea kunifuatilia. Amen.
Mstari wa 23, kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya nini? Ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawafanyi nini? Hawavuni, hawana ghala wala uchaga, na Mungu hufanya nini? Kuwalisha. Kwa hiyo alikuwa anawaambia niaminini, muaminini Mungu, alafu mtaona jinsi ambavyo mtaishi maisha. Haleluya. Msisumbukie mtakula nini. Na kweli walipoishiwa wakalishwa. Haleluya. Nasema walipoishiwa wakalishwa. Praise the Lord. Haleluya. Mstari wa 32 anasema, twende wa 32 hadi wa 33. Akawaambia mstari wa 32 anasema msiogope. Tuko mstari wa 32, si ndio? Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa nini? Ule ufalme. Message ni ufalme. Unaona consistency ya maandiko. Na kwenye ufalme ndo anawaambia hapa mstari wa 33, viuzeni mlivyo navyo, mtoe nini? Sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika nini? Katika mbingu, mahali pasipo karibia mwivi wala nondo haharibu. Haleluya. Anawaambia msiogope enyi kundi dogo, kwa sababu Baba yenu amefanya nini? Ameona vyema kuwapa nini? Ufalme. Na kwa sababu maisha kwenye ufalme hayahitaji watu wanaishi kama ndege wa angani, akawaambia uzeni vitu vyenu. Akawaambiaje? Uzeni vitu vyenu, toeni sadaka. Haleluya. Amen. Luka sura ya 18 mstari wa 22, tulikuwa 18 mstari wa 22 au tuanzie mstari wa 18. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Kafanye nini? Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo ufanye nini? Unifuate. Can you see that? Hakujua nguvu. Kwa nini Yesu akasema ukishauza? Hakumwambia uza alafu kaa huko. Ukishauza kisha ufanye nini? Unifuate. Maana ukishakuwa na mimi, usianze kuwaza nitakula nini, nitavaa nini. Anatoa tu dozi. Haleluya. Anatoa tu dozi. Haleluya. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hiyo tumeishia mstari gani? Mstari wa 22, si ndio? Viuzeni vitu vyote. Na ndio maana hawa mitume ambao walikuwa wanafanya huduma wakati wa huduma Bwana Yesu duniani, walipoambiwa acheni hivyo vitu, waliacha wakamfuata. Ikafika mahali wakati wanaendelea kupata mafundisho ya Bwana Yesu, Yesu akaja akafundisha fundisho moja likawa zito sana. Akamwambia ni rahisi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika nini? Ufalme wa Mungu. Mathayo sura ya 19 kuanzia mstari wa 23. Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia